pale, tukamkuta yule mama amekaa kwa pembeni analia. Yule kijana alikuwa anafahamu duka la yule mama, akaniambia duka lake hilo hapo. Tulipoliangalia lile duka, kulikuwa kuna paka amechinjwa viwiliwili, amechinjwa katika vipande vikubwa vitatu. Kichwa kimewekwa mwanzoni mwa frame ya huyo mama, yani geti lake lile la kushusha mwanzoni, kichwa ndo kimewekwa hapo. Alafu sehemu ya katikati imewekwa katikati ya frame. Alafu sehemu ya mkia imewekwa mwisho mwa geti la yule mama linapoishia. Kilichonifanya niwaze sana, sehemu ya damu ya yule paka ilichotwa ikapakwa kwenye jina la duka la yule mama. Jina lake alikuwa analiita Maongezeko Shop. Kwa hiyo Maongezeko ikawa imepakwa damu ya paka. My question was, damu ipakwe kwenye jina, what are they looking for? Nini wanatafuta? Njia nzuri ya adui kuua biashara ya kwako, atakimbilia kwenye jina, kwa sababu anajua jina ulilonalo ndilo linalokuletea watu. Kuna watu watakuja kununua biashara ya kwako, sio kwa sababu una bidhaa nzuri, kwa sababu ya jina ulilonalo. Kuna watu leo hii tunawapenda kwa sababu ya huduma fulani fulani, sio kwa sababu wana huduma nzuri, majina waliokuwa nayo. Naelewa ukienda mkoani kuna basi moja ndo lazima ulipande, by hooks by crooks. Hata wakikuweka kwenye keria fresh tu, ila umelipanda hilo gari. Sijui kama kuna watu mnanielewa. Hivi mnanielewa nyie? Nyie mnanielewa watakatifu wa Bwana? Kuna mtu mwingine yani hata ukimweka katikati yazunguke kwenye gari, ila tu kwa sababu kapanda hilo gari, roho yake kwatu. Hello. Mgeukeja kwa mwambie jirani, jina lako mauzo yako, jina lako wateja wako, jina lako kuenea kwako, jina lako hela yako. Kuna watu hela zenu zimefungwa kwenye majina ya biashara zenu, majina ya bidhaa mlizo nazo.